tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa. Lakini hata ambao hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Nauliza, ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe sijapokea, labda hao GCTC walishapokea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC. Wakakimbia kwa GCTC, wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC likatafute kanisa la GCC ifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa ungefungua katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu. Watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto, kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unavyofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kwa ndio dhamira ya kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21, ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mwaajiri basi mwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utaratibu, wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kama hujafunga kanisa, jitetee. Kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa baraku wao GCC kule wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo uchanganya, ndugu zangu, yapo. Majina yamefanana yapo. Kwa tutoe wasiwasi waumini wetu. Kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa, Jumapili
Tunaomba utulivu. Tunaomba utulivu. Tunaomba utulivu. Naomba utulivu. Na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliyoingia waumini wetu, kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshindwa kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Si tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana na serikali. Wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi niwapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu kulipata taifa endelee kuwa na amani. Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu ndugu zangu. Wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki. Na Askofu Gwajima pia ni askofu. Naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza na kufukuza wanachama wa CCM kwanza. Pengine kwa sababu kukosa wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu. Siamini. Siamini. Na kama inaweza kuwa ni kweli, je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kuna Mtumbo Luvuma kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je, wataifunga Katoliki nzima nzima? Yani narudia kusema hivi, watu wanakosea, wanaweza ukosea na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake. Anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuiya ambayo yumo ndani ya jumuiya hiyo.